Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Leo tarehe 15 ya mwezi Aprili tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Paterno askofu. Paterno alizaliwa mnamo mwaka 482 mjini Poitiers nchini Ufaransa. Mama yake alimruhusu mumewe kuondoka katika familia na kwenda kuishi utawa wa Ukapweke nchini Ireland. Aliishi huko bila kurudi nyumbani hadi kifo chake. Paterno aliangazwa na mfano wa unyofu wa maisha ya baba yake na baadaye aliamua kujiunga na utawa wa wamonaki katika nyumba ya kitawa ya Ansioni kule Poitou. Baada ya malezi yake ya awali, alipewa daraja la upadre. Shauku na hamu ya moyo wake ilikuwa kufikia ukamilifu wa maisha ya Kikristo, na hivyo alikwenda Uingereza na kuanzisha monasteri iliyoitwa Monasteri ya Kanisa la Paterno Mkuu. Kipindi hiki baba yake mzazi alikuwa bado hai. Paterno alikwenda kumtembelea nchini Ireland. Muda sio mrefu aliitwa katika monasteri yake ya mwanzo ya Ansioni. Baada ya kuiongoza monasteri ile kwa miaka michache, yeye na mmonaki mwenzake aliyeitwa Scubilioni waliomba ruhusa ya askofu wao kwenda kuishi katika msitu wa Skisi katika jimbo la Coutances magharibi mwa Ufaransa karibu na Granville, Normandy. Kule waliishi maisha ya ukapweke na kuwavuta watu waliowaendea kwa ushauri wa kiroho. Paterno alipoona anapata wafuasi wengi, alianzisha pale jumuiya ya watawa wa monaki na kuwa abate. Walihubiri Injili kwa watu wa maeneo yale. Waliweza kuwaongoa na kuwabatiza wapagani wengi wa maeneo yale na wa maeneo ya jirani ya Bayo. Paterno aliweza kuwashawishi wenyeji wa kule kubomoa hekalu la miungu ya kipagani, hekalu ambalo lilikuwa linaheshimiwa sana na watu wa kale wa Ufaransa. Alijulikana kwa mahubiri yake, upendo wake kwa watu wote na kujitesa kwake kwa ajili ya uongofu wa watu. Alipokuwa na umri wa miaka 70, Paterno aliteuliwa kuwa askofu wa Avranches, Normandy, na akapewa daraja hilo na askofu Germano wa Rouen. Aliliongoza jimbo hilo kwa muda wa miaka 13 na kisha alijiuzuru baada ya watu wabaya kuleta mgawanyiko mkubwa katika metropolitani yake. Paterno aliona ni bora ajiuzulu nafasi yake ya uaskofu ili mgawanyiko usiendelee. Alikwenda kuishi maisha ya ukapweke kule Maine nchini Ufaransa, na mwaka 550 alifariki dunia. Siku hiyo hiyo alifariki pia rafiki yake Scubilioni. Wote wawili walizikwa katika kanisa lililopo Skisi, ambalo leo hii ni parokia ya Mtakatifu Paterno. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Paterno askofu. Bwana, tunakushukuru kwa zawadi ya Mtakatifu Paterno aliyeishi maisha ya kujitoa kabisa kwa ajili yako, akiwahudumia watu wako. Wengi wetu tunaishi maisha yetu sisi wenyewe tu. Utusamehe Bwana, kwa kuwa tumekuwa wabinafsi. Utusaidie tutafakari na kufuata mfano wa maisha ya watakatifu wako. Amina. Watakatifu wengine tarehe 15 ya mwezi wa 4. Mtakatifu Damiani.
Mtakatifu Paterno Askofu, utuombee.